na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Haya basi, tunawakaribisha wakaaji wa sehemu ya Kamombo katika mafundisho ya siku ya leo, ikiwa ni wakati wa kwenda kumalizia mkutano wetu, na siku ambazo tulikuwa tumepanga kuwa katika sehemu hii ya Kapsabet zinaenda kuyoyoma. Kwa hivyo tunaenda kufika wakati wa mwisho, na natumai ya kwamba tutaendelea kujifundisha kwa pamoja kile ambacho Mungu anakusudia tuweze kukijua. Tutaweza kuomba na baada ya maombi tutakuwa wenye kuanza. Baada ya maombi tutakuwa ni wenye kuanza. Ningetaka niweze kuongelea swala hili la maombi, maana najua kuna watu wengi ambao wanajiuliza maswali, kwa nini kila wakati tunapoomba tunapiga magoti? Ningetaka niweze kuongelea, kabla niombe, niweze kudhibitisha ndani ya Biblia ya kwamba Mungu ameweka sheria. Wale wote ambao wanapeleka maombi mbele zake wanatakiwa kupiga magoti. Ijapokuwa labda kuwe kuna jambo ambalo linafanya usiweze kupiga magoti, bado utamuomba Mungu vile ulivyo. Lakini ukiwa na nafasi ya kupiga magoti, unatakiwa uweze kupiga magoti kwa kumpigia Mungu. Nisaidia Waefeso 3 mstari wa 14. Waefeso 3 mstari wake ni wa 14. Inasemaje? Inasema, twende. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote unaitwa. Unaona? Kwa hivyo tunampigia Baba magoti, ambaye ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Kwa nini? Ameshaweka sheria ndani ya Biblia ya kwamba kila mwanadamu lazima apige magoti mbele zake. Nisaidie 45:23 kitabu cha Isaya. Watu wengi leo wamekosa kumpigia Mungu magoti kwa sababu ya mavazi wanaovaa, na hakuna mavazi ambaye unavaa ambaye si ya kularuka. Mavazi yote ni ya kularuka, hata ununue bei kiasi gani. Ni mavazi yaliyotengenezwa na mwanadamu na yasikuzuie kumpigia Mungu magoti. Soma msomaji. Inasema nini? Kwa nafsi yangu nimeapa. Mungu ameapa kwa nafsi yake, sio kwa nafsi zake. Unajua kuna watu wanasema Mungu ana nafsi tatu. Mungu hana nafsi tatu. Mungu wako na nafsi moja. Yesu ana nafsi moja. Mungu ana nafsi moja. Kwa hivyo Mungu hana nafsi tatu. Hapana. Mungu anaapa kwa nafsi yake. Kwa nafsi yake anaapa, anasemaje? Neno hili limetoka kinywani mwangu, ndio katika haki, wala halitarudi ya kwamba mbele zangu, wala halitanirudia bure, kwamba mbele zangu kila goti litapigwa. Unaona? Mungu. Kwa hivyo unapopeleka maombi mbele za Mungu, unatakiwa upige magoti. Mbele zangu kila goti litapigwa. Na ndio naona ibada inaendelea mbinguni. Malaika wazee 24 wanaanguka mbele za kiti cha enzi, wanamsujudia Mungu. Hakuna tabia mbinguni ya kumsimamia Mungu, hakuna. Katika tabia ya kusimama ni watu wameanzisha,
tabia ya kusimama wakati wa maombi ni watu wameanzisha, lakini kuanzia jadi, kuanzia zamani, wakati wa manabii na wakati wa mitume haikuwa hivyo. Hata Yesu mwenyewe wakati alipokuwa anaomba, ima angeanguka kifundifundi ama angepiga magoti. Hebu nisaidie 22:41 kitabu cha Luka. Watu leo wameanzisha mambo yao ya Mungu, hawataki, wanamlazimishia Mungu afuate njia zao. Haiwezekani. Tutafuata Mungu, sio Mungu anatufuata. Hapana, tunafuata kile ambacho Mungu amekisema. Soma msomaji. Inasema, twende. Mwenye akajitenga nao, ndio kama kiasi cha kutupa jiwe, kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akafanyaje? Akaomba. Sasa kama Yesu na ni mwana wa Mungu anapiga magoti, anaomba, wewe ni nani? Wewe ni nani ambaye kupiga magoti ni kama unateswa? Ukisikia kupiga magoti unaona ai, ni kama nateseka. Lakini Biblia inasema Yesu alipiga magoti akaomba. Alipiga magoti akaomba. Kwa hivyo tabia ya Yesu ilikuwa ni kupiga magoti wakati anaomba. Na hiyo kupiga magoti ni njia ya kunyenyekea. Ndio maana kwa jina lingine inaitwa kusujudu. Isipokuwa kuna watu kama vile Waislamu wamelazimisha watu kusujudu wainame kama vile wao wanainama kwa msikiti. Si kweli. Sio lazima uiname kama vile Waislamu wanainama kwa msikiti. Hapana. Kusujudu ni tendo la kunyenyekea mbele za Mungu. Ndio linaitwa kusujudu, sijida. Sasa Yesu alinyenyekea mbele za Mungu, akapiga magoti. Na akasema hivi, nisaidie Mathayo 6:5. 6 mstari wake ni 5, kitabu cha Mathayo. Inasema nini? Tena msalipo, tena mnaposali, msiwe kama wanafiki. Msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao wamependa kusali hali wamesimama. Unaona? Yesu anasema wanafiki ni wale ambao wanasali hali wamesimama. Kwa hivyo tabia ya Mungu na tabia ya watu wa Mungu wakati wanapoomba huwa wanapiga magoti. Ndio naona katika kitabu cha Danieli 6 mstari wake ni 10. Danieli alikuwa anapiga magoti mara 3 kwa siku anapoomba. Soma msomaji tusikie. Inasemaje? 6:10. 6:10 kitabu cha Danieli. Inasema hivi. Twende. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi. Safi. Akaingia nyumbani mwake. Twende. Na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa. Kukabili Yerusalemu. Safi. Akapiga magoti mara 3. Akafanyaje? Kila siku. Akafanyaje? Akasali. Basi, kwa hivyo tunapopiga magoti usiulize kwa nini. Ni tabia ya watu wa Mungu. Wanapopeleka maombi mbele za Mungu wanapiga magoti kama inawezekana. Lakini kama haiwezekani, unaweza ukamuomba Mungu vile ulivyo. Soma, wacha tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunakuomba uanze pamoja nasi tunapoanza mkutano. Uwe pamoja nasi, unene nasi, na pia utubariki kupitia neno lako. Jina lako liweze kutukuzwa kuanzia sasa mpaka milele. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Sasa wapendwa, watu wa hapa Kamombo, tulianzia hapa siku ambaye tulikuja na tumekuwa tukiangalia yale ambaye yameandikwa na kuambia ya kwamba fuateni, lakini yale ambaye yametengenezwa na wanadamu tunawaonya, tunawaambia achaneni na ibada yenye ina mafundisho ya wanadamu, maana ibada hiyo haikubaliki na Mungu. Watu leo wamejitengenezea ibada zao, na ibada zao zinafuata mapokeo. Mapokeo ni dogma za wanadamu. Mapokeo ni dogma za wanadamu au mafundisho ya wanadamu.
Hebu nisaidie Marko 7 mstari wa 7 na wa 8. Wakati Yesu alipokuja hapa duniani, alipambana na Mafarisayo, watu ambao walikuwa wamejitengenezea ibada, wakakataa ibada iliyofundishwa na Mungu, wakajitengenezea ibada yao. Yesu alikemea na kuwakemea Mafarisayo. Msomaji, soma tusikie. Nao waniabudu bure. Yesu anasema kuna watu ambao ibada yao wanaabudu bure. Kwa nini? Wakifundisha mafundisho Yaliyo nani? maagizo ya wanadamu. Kuna watu ambao mafundisho yao ukitafuta kwa Biblia hakuna. Sasa haya mafundisho ni ya mwanadamu, kwa sababu kile ambacho Mungu amefundisha kimeandikwa. Kile ambacho Mungu hajafundisha hakijaandikwa. Ibada yenye mapokeo ya wanadamu ni ibada ya bure. Hakuna haja ya kwenda, hakuna haja. We kaa kwako, tulia. Kama hutaki kwenda kwa Mungu, basi kaa kwako. Kama ni sadaka zako, kula, kuliko uende upeleke sadaka zako mahali ambapo hata upokei baraka ya Mungu, maana unapeleka mahali ambao hakufai. Unatakiwa kama unapeleka sadaka yako, peleka mahali sahihi, mahali pamekubalika. Kuna watu wanasema hapana, nitampea yule, mimi sitaki kujua kama ni wa kweli ama ni wa uongo, mimi nikimpa basi mimi nimemaliza. Pana, unatakiwa hata sadaka yako kujua inaenda kwa nani na inaenda kufanya nini na imefanya hicho kitu ambacho kinatakikana kufanyika. Kama mtu ambaye unampea sadaka yako anafundisha uongo, usimpe tena, usimpe tena, afadhali hata ukule, sababu haikusaidii kitu. Msomaji, soma tusikie. Yaliyo maagizo ya wanadamu. Twende. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Nyinyi mnaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Unaona, mnaiacha amri ya Mungu na kufuata mapokeo ya mwanadamu. Haiwezekani watu kuacha amri ya Mungu na kufuata mapokeo ya wanadamu. Hiyo ni kosa la jinai. Watu wanafaa wamsikilize Mungu. Mungu anapozungumza jambo, sikiliza. Fanya kile ambacho Mungu ameamrisha, kwa sababu kama ni ibada, Mungu amefundisha kupitia nani? Manabii na mitume. Hatuanzishi ibada mpya. Hebu nisaidia Waefeso 2 mstari wa 20. Ndio naona hata kanisa haiwezi kafunguliwa kanisa mpya, ama mtu akatokea akafungua kanisa yake. Kanisa inafaa kuwa moja iliyoanzishwa na Yesu. Mitume walikuwa ndani, manabii walikuwa ndani. Ukitaka kujua kanisa hiyo, lazima usome Biblia, ujue vigezo, ujue tabia ya kanisa hilo la Mungu. Lakini hizi ambazo zimeanzishwa na watu zitakutesa na mwisho utaagamia. Soma msomaji tusikie. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni nani? Ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo hatuanzishi, hakuna kanisa lingine linaanzishwa, ni lile la zamani, waliokuwa manabii na waliokuwa mitume. Wakati Yesu alipokuja akaingia ndani ya sinagogi, akapata ndani ya sinagogi ibada ni mapokeo. Ibada ni mapokeo. Aliwaambiaje watu ambao walikuwa ndani ya masinagogi? Msomaji, ndio, hebu nisaidie 15:14 Mathayo. Yesu aliwaambia waacheni, hao ni viongozi vipofu. Na mpaka saa hii mimi nawaambia watu wa Kamombo, utalazimika kuacha dhehebu ambalo unalipenda, lazima utaliacha. Hiyo kanisa unadhani unaipenda, lazima utaiacha kama unapenda ukweli. Lakini kama wewe ni mtu wa dhehebu, kaa kwa dhehebu, alafu hiyo dhehebu uone kama haitamalizia kukupeleka jehanamu. Yesu aliwaambia watu ambao walikuwa wanafanya ibada kwenye masinagogi, igawa ndani ya sinagogi walikuwa wanafanya ibada siku ya Sabato, lakini walikuwa na mapokeo mengine, walikuwa na dogma zingine. Yesu akaja akawaambia watu waacheni, ondokeni. Na ndio naona Yesu hakutumia hiyo njia ya Wayahudi. Yesu alianzisha kundi lake, wanafunzi 12, akaanza kuhubiri na wao. Hakutumia
ati anaenda kuhubiri alafu anawapelekea Mafarisayo wakabatize. Hakuna siku. Yesu aliwachagua wanafunzi 12 na ikaanza hiyo. Ndio unaona katika hiyo ministry hiyo Yuda alikuwa mweka hazina. Yuda alikuwa mweka hazina. Kwa hivyo chochote, shilingi yoyote ambayo ilikuwa inapatikana kwenye ministry ya Yesu, kuna yule alikuwa anaweka, na alikuwa ni Yuda. Yuda ndiye alikuwa anaweka. Kwa hivyo hawakuwa wanapeleka kwa Mafarisayo, hapana. Yesu alikuwa na kanisa lake, ministry yake ambaye ilikuwa independent. Ndio yeye mwenyewe alikuwa anachukua watu anabatiza. Akachukua wanafunzi wake akawabatiza. Alafu akawaambia, enedeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Sasa leo badala ya watu kuwa wanafunzi wa Yesu, leo watu wanakuwa washirika wa dhehebu fulani. Mimi ni wa SDA, mimi ni wa Katoliki, si mwanafunzi wa Yesu, ni mtu wa dhehebu. Soma msomaji. Waacheni hao. Yesu anawaambia waacheni. Waacheni hao. Ni nini? Ni viongozi vipofu wa vipofu. Ni viongozi vipofu. Ni viongozi vipofu wa vipofu. Twende. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Kwa hivyo Yesu anawaambia waacheni. Waacheni. Mahali ambapo unatakiwa kukaa ni mahali panafundishwa ukweli. Mahali panafundishwa ukweli hawajaweza kuchanganya neno la Mungu kwa uongo. Kaa hapo. Support hiyo ministry. Toa pesa yako, support. Lakini kama mahali wameanza kuingiza mapokeo ya wanadamu, kimbia. Kama unakimbia ukoma, maana hapo utapotea. Hapo utapotea. Msomaji, ndio naomba unisaidie. Kitabu kinaitwa Isaya 9 mstari wake ni wa 16. 9:16 Isaya. Anasemaje? Kwa maana waongozao watu hao. Kwa maana wawaongozao watu hao ndio wawakoseshao. Ndio wawakoseshao. Na hao waliongozwa na watu hao wamefanyaje? Wameangamia. Hata wamefanyaje? Wameangamia. Kwa hivyo maandiko yanasema yule ambaye anakuongoza wewe na yeye mnafanyaje? Mnaangamia. Kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Kuja chukua hii speaker iweke hapa tu, iweke kwa moto. Sasa wale ambao wanataka uzima wa milele, lazima uangalie unafundishwa nini. Kama unafundishwa ukweli, kaa hapo. Mimi sikuambie eti lazima utoke mahali huko, hapana. Kama dhehebu lako linafundisha ukweli, kaa hapo. Lakini kama dhehebu lako lina uongo, hama. Hauna njia nyingine, hakuna mbadala, lazima utahama. Weka hapo na niangalie. Chukua hii sasa. Mahali ambapo pana uongo, ni mahali ambapo wewe unachukua vilago vyako unahama. Na kama kuna mahubiri ambayo hayapendwi, ni mahubiri inayomwambia mtu hama. Yaani injili ambayo inawaambia watu hama, hiyo injili haipendwi. Hiyo injili inakuwa kama upanga. Watu wanataka wahubiriwe, Yesu anakuja, lakini kaa hapo. Muislamu anataka akae Uislamu, mtu wa dhehebu anataka akae katika dhehebu, na dhehebu lake limeasi. Kama dhehebu lako limeasi, hama. Hiyo ndio Mungu anasema. Nisaidie Ezekieli 12. Ezekieli 12 mstari wake ni wa kwanza. Kuna kuhama. Kama wewe hautaki kuhama, wewe kaa hapo, uhatarishe maisha yako ya milele, kaa. Lakini kama wewe unataka kuokoa nafsi yako, chukua virago, hama. Soma msomaji. Neno la Bwana likanijia tena kusema. Neno la Mungu likanijia kusema, Mwanadamu, ndio wewe unakaa kati ya nyumba iliyoasi. Wewe unakaa katika nyumba iliyoasi. Watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni. Kwa nini? Wana masikio ya kusikia ila hawasikii. Kwa nini? Kwa maana ni nyumba iliyoasi. Kwa sababu ni nyumba iliyoasi. Kwa hivyo nyumba ambaye imeasi,
Watu wanafunga virago, wanahama. Unahama, unaenda wapi? Kuhama, unaenda kanisa la Mungu, sio kanisa la Dasha. Mimi sina kanisa langu kwanza. Wale ambao wanasema mimi nafungua kanisa, wewe, mimi sifungui kanisa. Mimi ninawarudisha watu katika misingi ya kweli. Kanisa la Mungu limejengwa katika misingi. Misingi ngapi? Nisaidie. Methali 9 mstari wake ni wa kwanza. Sianzishi mimi, kile ambacho nafanya, nawaambia watu rudini katika misingi ya imani. Kama mmetoka kwenye misingi ya imani, hiyo ni kanisa ingine. Lakini ukiwaambia watu warudi katika misingi ya kweli, hakuna kanisa unaanzisha. Unawaambia watu warudi kwenye kanisa, si kutoka. Usiwezi kuambia watu watoke kanisani. Utawaambia watu watoke kanisani, waenda wapi? Watu wanafaa wakae kwa kanisa la Mungu. Lakini wakiwa kwenye kanisa la Ngoge, watoke. Kanisa la Kamau, watoke. Dhehebu la watu, watoke. Dhehebu limeasi, watoke. Wajiunge na kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu limejengwa katika misingi. Soma usikie. Hekima umeijenga nyumba yake. Subiri, huyu hekima ambaye amejenga nyumba yake ni nani? Wakorintho wa kwanza 1:24. Hekima amejenga nyumba yake. Huyu hekima aliyejenga nyumba yake ni nani? Wakorintho wa kwanza 1:24. Soma tusikie. Inasemaje? 1:24. Wakorintho wa kwanza. Bali kwa waitao Wayahudi kwa Wayunani, kwa wale ambao wanaitwa Wayahudi kwa Wayunani, ni Kristo. Ni Kristo. Nguvu ya Mungu. Nguvu za nani? Ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Kwa hivyo Kristo ni hekima ya Mungu. Sasa ukisoma katika 91 kitabu cha Methali, inasema ya kwamba hekima amejenga nyumba. Huyu hekima ambaye amejenga nyumba ni Yesu. Sasa rudi katika hiyo Methali 9, tuone hekima amejenga nyumba kwa misingi mingapi. Soma tusikie. Amezichonga nguzo zake 7. Yaani amechonga nguzo. Yaani hekima ni Yesu. Yesu amejenga nyumba yake. Na hiyo nyumba yake ina nguzo ngapi? 7. Ina nguzo ngapi? 7. Kwa hivyo kanisa la Yesu lina nguzo ngapi? 7. Sasa ukiondoa nguzo moja, basi unaharibu. Sasa ukiharibu, hatuwezi kuungana na wewe kuharibu. Sisi tunatengeneza mahali pameharibiwa, sio kuanzisha ingine. Hapana, bali tunatengeneza mahali wanaharibu. Hata Yerusalemu wakati walipoharibu ukuta wa Yerusalemu, kuna wale ambaye walijitoa kwenda kutengeneza, sio kwenda kuungana na watu ambaye wanaharibu. Wale wanaharibu usiungane na wao, wewe tengeneza. Kanisa limejengwa katika nguzo 7. Kuna watu ambao wanaharibu hizo nguzo. Sasa wakiharibu, wale ambaye Mungu anawatuma na watu wa Mungu hasa wanaitwa wenye kutengeneza. Na ndio naona tunajiita wana matengenezo, Waadventista wa Sabato wenye matengenezo. Kwa nini tunajiita wana matengenezo? Sisi ni Waadventista wa Sabato. Kile tunafanya, tunatengeneza. Tunatengeneza nini? Kile ambacho madhehebu yameungana kuharibu. Nisaidie Isaya 58 mstari wa 12. Tunakuwa wenye kutengeneza. Tunatengeneza kile ambacho madhehebu yanaharibu, dini zinaharibu. Tunawarudisha watu katika misingi. Rudini katika misingi. Rudini katika ukweli. Maana kuna watu ambao wamewatoa katika misingi ya kweli. Soma msomaji. Inasema nini? Na watu wako watapajenga mahali palipobomoka. Unaona, watu wa Mungu watapajenga mahali palifanyaje? Palipokuwa ukiwa. Mahali ambapo pamekuwa ukiwa. Twende. Utainua misingi ya vizazi vingi. Maliza. Nawe utaitwa mwenye kutengeneza. Kwa hivyo tunafaa kuitwa wenye kufanyaje? Kutengeneza, sio wenye kuharibu. Tunafaa kutengeneza. Ndio maana tunajiita wana matengenezo. Si ati ya kwamba hilo jina tumebuni, liko kwa Biblia. Tunafaa kutengeneza, sio kuharibu. Wakati ukuta wa Yerusalemu ulipoharibiwa, kuna wale walijitoa kutengeneza, ingawa kuna watu ambao walikuwa wanasikia wivu, kuna watu ambao walikuwa na machungu. Hata saa hii
hii kazi yenye tunafanya usifikiri na wafurahisha kila watu. Kuna watu wana machungu na sisi, wana machungu na sisi kwa sababu tunakosoa imani zao, tunaonyesha uongo wa imani zao. Sasa badala waungane na sisi kutengeneza, wao wanaungana na adui kutupiga. Lakini kazi hii itafanyika kwa mkono wa Mungu, haitafanyika kwa mkono wa mwanadamu. Mungu ameichukua kazi hii mkononi mwake, haitasimamishwa na mtu. Hata wakati tunapoanza, watu walianza kutupea siku, wengine wakatupea wiki, wengine wakatupea mwezi. Kuna mtu aliniandikia kwa message akaniambia, Dasha, umalizi mwaka kama hujakufa. Kama umeamua kupiga kanisa la SDA utakufa kabla ya mwaka. Sasa saa hii naenda karibu miaka 5 sijakufa bado, niko na. Waliandika hivyo maana nilikuwa ndani ya dhehebu la SDA, sikujua ya kwamba kuna uasi. Nilipojua na nikahakikisha, siwezi kuona haya kusema kanisa au dhehebu la SDA lina uasi, siwezi kulificha hilo. Na si watu wengi wanaweza sema, si watu wengi wanaweza sema. Wahubiri wengi wanataka wahubiri wapigiwe makofi, wanataka wahubiri waonekane wako na watu wengi, lakini hawasemi kweli. Ukisema kweli usigojee watu wengi, ukisema kweli gojea watu wachache. Na ndio maana hata Nuhu hakuwa na watu wengi, hakukuwa na watu wengi, alikuwa na watu wachache, maana alikuwa anasema kweli. Wakati mwingi watu hawapendi kweli, hawapendi kweli. Watu wanataka tu wadanganywe, waambie kanisa lao liko sawa, hilo kanisa ni kanisa la Mungu. Na ndivyo ilivyokuwa kwa Wayahudi. Wayahudi walikuwa wanasema hekalu la Mungu, hekalu la Mungu. Yesu akawaambia, hii hekalu mnaona itabomolewa, itabomolewa. Sasa Yesu akiongelea hekalu ambayo Wayahudi walikuwa wanajivunia, akawaambia ninajenga na siku 3. Hawakujua anaongelea mwili wake. Leo tunapoongelea kanisa, tunaongelea mwili wa Kristo. Hatuongelei jengo zenye watu wamejenga, tunaongelea mwili wa Kristo. Sasa tunapoambia watu ili dhehebu lenu si kanisa la Mungu, watakushambulia kama vile walivyomshambulia Stefano. Stefano aliwaambia hii si kanisa ya Mungu. Nyinyi Wayahudi mshaachwa, mshaasi. Badala wasikilize Stefano, walichukua mawe wakampiga. Walipompiga, mlango wao wa rehema ukafungwa, ukafungwa. Sasa niambie, ni Wayahudi wangapi watakayeokolewa wakati wa Bwana? Na walikuwa wametumiwa manabii, walitumiwa mitume, lakini badala ya kusikia walikataa ukweli, maana walipenda dhehebu kuliko kupenda ukweli wa Mungu. Sasa hata saa hii watu wengi leo, kwa sababu anajivunia dhehebu lake, anataka dhehebu lake alitetee, afadhali abadilishe Biblia, aweke maelezo ili dhehebu lake lisipatikane na makosa. Lakini Biblia inaonyesha makosa, inaonyesha makosa. Tunaposema kwa Uislamu kuna makosa, ni kwa sababu Biblia inaonyesha makosa. Kama Biblia haikionyesha ya kwamba kwa Uislamu kuna makosa, tungeongea nini sasa? Tungewaongelea Waislamu tukiwauliza nini? Lakini tunaongelea Uislamu maana tunaona Uislamu una makosa. Na ndio maana Muhammad alikuwa mwerevu, akajua akiacha aseme Torati iko, aseme Zaburi iko, na aseme Injili ya Yesu iko, lazima watu watajua Qurani ina uongo. Sasa alifanyaje? Alikuja akawadanganya wale ambao saa hii wanamwamini, akawaambia Torati iliharibiwa, Zaburi iliharibiwa, Injili iliharibiwa, lakini Qurani ndio iko peke yake. Kwa sababu alijua uongo wake utajulikana wakati Torati itasomwa, itajulikana uongo wake. Wakati Zaburi itasomwa, atajulikana uongo wake. Sasa leo Waislamu wengi leo, hata wale wako hapa Kamombo, ukiwaambia Torati iko wapi, wanasema iliharibiwa. Hakuna. Ukiwauliza Zaburi iko wapi, wanasema iliharibiwa. Hakuna. Ukiwauliza Injili nayo iko wapi, wanakuambia iliharibiwa. Lakini ukiwauliza hii Qurani, wanakuambia Mungu atailinda. Mungu atailinda aje? Kwani Torati haikuwa yake? Alishindwa kulinda kwa nini? Ashindwa kulinda Torati, tena ashindwa kulinda Zaburi,
alindwe kushida ashindwe kulinda Injili, alafu akwambie atalinda Korani, unaweza muamini? Unaweza muamini? Ameshindwa kulinda vitabu vitatu vyake vitatu. Anatuambia ana vitabu vitatu: Torati, Zaburi, Injili. Ndio ni Zala ni zake, ziko wapi? Ziliharibiwa. Ndio na sasa hii Korani yake huyo ala sitaharibiwa bado. Anakwambia hapana, hii atailinda. Sasa atailinda na vitabu vyake vitatu walishindwa. Uoni ni mtu mwenye afikiria anaweza kubali vitu kama hiyo? Labda wewe ufikiri, lakini mtu ambaye anatumia akili yake huwezi kufuata vitu kama hiyo, na ni sababu tu ni sababu tu ya kutaka kuficha ukweli. Hata leo watu ambao wako kwenye madhehebu wanachanganywa tu na wahubiri wao, wanachanganywa, lakini ukihoji kwa kweli ndio utajua hapa kuna makosa. Kwa mfano nikuulize, leo Biblia inasema watu wabatizwe. Kama Biblia inasema watu wabatizwe, ina maana Biblia haiwezi kufundisha watu wabatizweje? Biblia iseme watu wabatizwe, alafu ishindwe kusema watu wabatizweje? Sasa katika ubatizo ni msingi moja. Msomaji nisaidie, Waefeso 4 mstari wa 4. Tumepata Yesu amejenga kanisa lake katika nguzo 7. Ubatizo ni nguzo. Saa hii ubatizo kama ni nguzo, tutaona kama madhehebu haijaharibu. Soma msomaji. Inasema mwili mmoja, mwili ni moja, roho mmoja, roho ni moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Tumaini ni moja na wito ni moja. Tuende. Bwana mmoja, Bwana ni mmoja, imani moja, imani ni moja, ubatizo mmoja. Kumbe ubatizo bado ni nguzo, ni nguzo. Bado ubatizo ni nguzo, ni msingi. Kwa hivyo ubatizo ni msingi ambao umeweza kusimamisha nyumba ya Mungu, nyumba ya Kristo. Sasa swali, ubatizo watu wanafaa kubatizwaje? Watu wanafaa kubatizwaje? Msomaji, ndio nipe Marko 10:38 na 39. Inasema 10:38 na 39. Inasema hivi. Inasema nini? Yesu akawaambia. Akawaambiaje? Hamjui mnaloliomba. Ndio. Mwaweza kukinywa kikombe ninywacho mimi? Alafu au kubatizwa ubatizo nibatizwao mimi? Twende. Wakamwambia twaweza. Wakamwambia twaweza. Soma. Yesu akawaambia. Akawaambiaje? Kikombe ninywacho mimi mtakinyoya. Alafu na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Sasa Wakristo wanafaa kubatizwa kama alivyobatizwa Yesu. Sasa ukiteremka hapa chini kwenye Salvation Army, unafikiri Salvation Army wanakubatiza vile Yesu alibatizwa? Wanakubatiza, wanakuambia upite chini ya bendera. Kwa hivyo Salvation Army wamebadilisha, wameharibu msingi wa ubatizo. Sasa unafikiria kwamba kuwabadilisha hao Salvation Army warudishe ubatizo wa Biblia, unafikiri ni rahisi? Ni rahisi. Ukitaka kujua kuhubiri ni ngumu, ni wakati utakapodili na vitu kama hizo. Lakini watu wanafikiri kuhubiri ni kuambia watu acha pombe. Watu wanafikiri hata hiyo ndio mahubiri. Tukuje hapa uhubiri, hallelujah, praise God, somebody say kachao, na kuambia acha pombe. Sasa watu wa pombe watakuja, ndio wataacha pombe, ndio wakishakuja utawapeleka wapi? Utawapeleka kwa hiyo kanisa yenye mumeasi ukweli. Umemsaidia kitu? Hakuna kitu umemsaidia. Unamtoa kwa matope, unamrudisha tu kwa matope. Sasa umemsaidia nini? Si ungemwacha tu. Ndio naona Yesu akasema kuna watu ambao wanaenda kuhubiri. Wanaenda kuhubiri. Wakihubiri wapate mtu mmoja, wanamfanya mwana wa Jehanamu mara 2 kuliko vile alivyokuwa. Afadhali ungemwacha tu na pombe yake. Maana sasa unaenda kumuongezea uasi mwingine. Ukempeleka kwa kanisa hiyo unaenda kumuongezea shida. Afadhali ungemwacha tu kwa pombe yake. Yaani unaenda kuhubiri, badala uokoe mtu unamfanya mwana wa Jehanamu mara 2. Soma 25:15. 23:15 kitabu kinaitwa Mathayo. Sikia. Unatakikana kama unahubiri, umuokoe mtu mlevi, mpeleke mahali ambapo ataoshwa,
awe mweupe pepepe, lakini si umtoe kwa matope tena umrudishe kwa matope. Umtoe kwa pombe tena umpeleke kwa miungu mitatu. Umemsaidia, si ungemwacha? Ungemwacha tu na pombe yake. Soma msomaji. Inasema, twende. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Yesu anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari, mnazunguka katika bahari na nchi kavu, ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, ili mnatafuta mtu mmoja mumfanye kuwa mwongofu, na akisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa Jehanamu mara 2 zaidi kuliko nyinyi wenyewe. Unaona? Yaani ukishampata huyo mtu, unajua kuna wakati mwingine afadhali wewe ukae tu hivyo. Na ndio naona kama wewe hujaadhirika na dhehebu uko safe. Watu ambao wameadhirika na dhehebu ni watu ambao wameharibika beyond repair. Wameharibika beyond repair. Mimi nakwambia, mtu ambaye ameharibika kwa ajili ya dhehebu, wewe dhehebu limekujaa kwa akili, wewe ni mlevi kuliko mlevi ule wa kuna jamaa hapa sijui anatengenezaga nini hapa. Huyo jamaa kuna juzi nimempata akiwa soba, alikuwa bado hajalewa, lakini dakika kidigine nikamuona sasa amesha kunywa. Yaani hiyo pombe huyu jamaa anakunywa inamwachilia wakati mwingine, lakini halewi 24/7, halewi hivyo. Lakini mtu ambaye ako kwa dhehebu na ni mlevi wa dhehebu, ni mlevi wa dini, huyo ni mlevi 24/7, ni mlevi. Akilala akiamuka amelewa, akilala akienda amelewa. Amelewa na nini? Na mafundisho ya dhehebu. Yaani afadhali akatae Mungu, afadhali akatae Kristo, lakini atetee dhehebu lake. Na nimeona hiyo kwa watu wengi sana wanaodai ni Wakristo. Wengi wanaodai ni Wakristo leo utapata ya kwamba wamelewa na udhehebu. Hata umpe ushahidi kiasi gani hawezi kubali, bora tu asitoke kwa dhehebu. Ukimwambia dhehebu lako limeasi, hata umpe ushahidi hawezi toka. Nani, hata nyinyi watu wa Kamombo hapa tumekubaliana hapa wote kwa pamoja, tukasoma hapa. Unaona hapa tulisoma na nyinyi, si hata ya kwamba tulisoma kwa siri. Msomaji, soma hiyo Danieli 7 mstari wa 7 na mstari wa 8. Tulisoma, hatukusoma kwa siri, na tukadhibitisha na tukaona 99% ya makanisa ya Kamombo yako hapa yanamfuata muongo, mpinga Kristo. Soma msomaji. Inasema nini? Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, nani? Mnyama wa 4. Mnyama wangapi? Wa 4. Ndio. Mwenye kutisha. Ndio. Mwenye nguvu. Ndio. Mwenye uwezo mwingi. Ndio. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Ndio. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Alafu na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Alafu nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao. Unaona, Danieli anasema aliangalia akaona pembe ingine imezuka kati yao. Hii pembe dogo. Tunaona, nimekuchorea angalau hata kama usikii uone. Inawezekana kusikia uelewi. Sasa na kuonyesha kabisa ya kwamba Danieli, sio mimi nasema, ni andiko limeandikwa hivyo. Tunaambiwa hii pembe ilitokea hii dogo. Hii pembe dogo ilipotokea, sikiliza vile ilifanya. Soma Danieli 7:25. Inasema nini? Inasema hivi, na atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kwa hivyo hii pembe si pembe, ni mtu. Lakini Mungu ametumia mfano wa pembe. Sasa anasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Alafu naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Na atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira. Atabadili nini? Majira. Atabadili nini? Majira. Na nini? Na sheria. Sasa nikuulize, unataka nitumie mbinu gani kukukonvince wewe ya kwamba huyu ni mtu ambaye anapigana na Mungu duniani, anabadilisha majira, alafu anabadilisha sheria? Nikawahakikishia, nikawaambia majira tayari yenye mnaangalia ni yake. Si niliwahakikishia? Nikawaambia hivi,
haianzi saa 6 ya usiku. Siku ambaye Mungu anaongelea ndani ya Biblia huwa haianzi usiku, inaanza jioni. Akabadilisha akaweka saa 6 ya usiku. Sasa wewe bado ukubali, na kama unakubali hiyo, unawezekana hiyo ya masaa unakubali ya kwamba masaa kweli imebadilishwa, lakini nikikuonyesha sheria ya ibada imebadilishwa, hiyo utaki. Mungu anasema siku inaanza jioni, jua likitua, alafu inaisha jioni, jua likitua. Sasa hii ya saa 6 si ni ya huyu, na ushaambiwa, ushaelezwa na Mungu kabla ya kwamba huyu mtu wa kuasi huyu anatokea duniani. Wacha tusitumie basi, wacha tutumie hii, kwa maana ni hivi, huyu ndiye anayeongeleshwa. Angalia, mimi nashindwa na ndio naonaga kweli Nuhu kukaa na wanyama wengi kwa safina kuliko watu inaingia kwa akili, inaingia. Hata kama saa hii ndio Nuhu anatengeneza safina hiyo, bado ingekuwa na watu wachache tu bado. Ni vile wewe unasikia tu, unajua sasa nasoma kama habari fulani ya kwamba Nuhu alijenga safina, ndio. Alafu ni watu wangapi waliingia? Watu 7. Hata kama ni saa hii anatengeneza, bado wangeingia watu 7 tu, kwa sababu hata hawa watu wa Kamobo hawa wanaonisikiliza watanisikiliza wewe, unafikiria kwamba hata wameelewa, lakini ikifika siku ya Sabato unapata watu 3. Unashindwa hawa watu wengine wote walikuwa wanasikiliza walienda wapi? Si swali waliuliza wakasema pengine sijaelewa, walikaa tu wakasikiliza alafu wakaenda. Walienda wapi? Inatakikana kama saa hii tumekubaliana ya kwamba kweli kuna uasi, inatakikana hata mahali ambapo hapo tunasema tuende tukusanyike, tukifika hapo hata tusitoshee hapo, maana tutakuwa wengi. Lakini tukienda hapo utapata ya kwamba hakuna watu. Unauliza hawa watu wenye walikuwa wanajaa hapa wakisikiliza walienda wapi? Ndio sasa unakuja unajua kumbe hata Nuhu kuokoa watu 7 ilikuwa bado ni hivyo hivyo. Sasa msomaji, hebu nisomee Ufunuo 13 mstari wake ni wa kwanza. Sikiliza haya maneno tunayasoma hapa, wewe ukisikia ya kwamba kuna mtu ambaye ataongoza dunia mzima ataongoza, na nikawaambia bado aliwaduga shindano ya corona, na nikawaambia jaribuni kujisaidia. Bado hata sijaona mtu anakuja niambie sasa Dasha tutafanyaje. Bado alisikia na akanyamaza tu. Sasa anangoja wakati sasa amegojeka, ndio sasa ameenda mpaka amekatakatwa sehemu, ndio anakuja kukwambia ati ulisema unakuwaka na dawa, na ashakatakatwa, sijui ni kidole imekatwa, sijui ni wapi imekatwa, na wakati ilikuwa ijakatwa nilikuwa nishamwambia. Lakini hawezi amini, ataamini wakati amekatwa mguu. Sasa ndio anakuja kukwambia ati una dawa. Nina dawa na ushakatwa mguu, kwani ni mimi nilikukata? Si wewe nilikuwa nishakwambia mapema. Nikakwambia hivi, wacha kutumia hizi dawa za kemikali. Hizi dawa za kemikali zitamalizia kukupeleka shimoni. Kuna dawa ambazo Mungu amewajalia watu. Ama unafikiri lazima uongee Kiingereza ndio utibu mtu? Tena ukiongea Kiingereza kama ni mzungu wako hapa aseme ako na dawa zinaweza kutibu, ungekuwa umejaa hapo. Lakini kwa sababu unaona mimi huwezi amini, unataka mzungu akuje aongee Kiingereza ndio uelewe. Vitu zingine hazihitaji ati ya kwamba wewe ati kwa sababu unaongea Kizungu ndio unajua. Hata wale mababu wa zamani Mungu aliwajalia zamani, walikuwa wanajitibu kupitia mimea, kupitia chakula. Kwa nini leo tusijitibu hivyo? Wewe unanipigia simu, halo, unajua nimekatwa mguu. Umekatwa mguu? Si nilikuwa nitaka kueleza kabla hiyo mguu ikatwe? Si nilikuwa nimekueleza? Hukusikia, ukaniona mimi sijui, ukangojea wewe ukakunywa dawa. Sasa saa ile kuna mtu fulani sitamtaja jina, ni Muislamu. Nilikuwa nishamwambia kitabu zamani, nilikuwa nakaa hapa Majengo zamani karibu miaka 5. Akakuja akanitembelea kwa nyumba. Alikuwa ni rafiki yangu. Sasa bibi yangu akapika chai tukunywe. Sasa alipoweka sukari hapo,
Nikaona jamaa anaweka kijiko shwa anakoroga. Nikamwambia kweli utakunywa hivi alafu usurvive? Akaona kama ninaongea vituko. Nakwambia, na sikupei story, nakwambia kitu ambaye nina ushahidi naye. Karibu miaka 5 inapoisha, jamaa alikuwa anatoshana hii mti hii. Ni sauti tu alikuwa anaongea naye. Nini? Mimi wakati nimeona, nikaona kwa YouTube, nikaona mtu wako kwa hospitali anaongea. Sasa nikasema imekuaje? Sasa nikapigia wale watu ambao wako karibu na yeye. Kamuuliza, nini bwana? Nini amefanya? Ati hapana, amekuwa na ugonjwa wa sukari kwa siku kadhaa. Ametumia madawa, sasa hata madawa sasa ifanye kazi. Nikamwambia fanya hivi, kwa maana hapo kwa hospitali anaenda kuzikwa tu. Tokeni kwa hospitali, nitawatumia mtu. Ukitaka kuhakikisha hiyo video iko mpaka kwa YouTube mpaka saa hii. Nilimtumia mtu wakati walimtoa kwa hiyo hospitali, nikatuma mtu. Nilipotuma mtu akatibiwa ugonjwa wa sukari, akaambiwa enda kwa hospitali ukapimwe. Wa hospitali hao madaktari wakashangaa. Hospitalini ndio hana sukari. Ndio hana sukari. Kweli hana. Alikuwa anatoa video akilia. Akiambia Waislamu, nataka niwaambie kweli kabisa dawa ya sukari iko. Alitoa akilia. Sasa sida. Sukari kweli ametibiwa, sawa. Lakini hiyo miaka yote amekunywa dawa za kemikali. Ini lilikuwa limeisha. Figo ilikuwa imeisha. Ugonjwa wa sukari amepona, lakini ini na figo ikamuua. Kama akesikia mapema, si tungekuwa naye, si angekuwa saa hii. Lakini shida, ulaji na unywaji, aliyekuwa anakunywa ukamletea ugonjwa wa sukari. Lakini unataka ugojeke ugonjwa wa sukari atuwede kwa kanyari. Pepo toka. Pepo toka ni wakati ulikuwa unaweka sukari vijiko 5 kwa chai, ilikuwa ni pepo. Ilikuwa ni pepo ama ni wewe? Kuna magonjwa mumetengeneza nyinyi mpaka muache lifestyle hiyo. Sasa nikawaambia hivi, ndugu zangu, hii system hii naomba tuisome tena. Angalau nione kama kuna mtu pengine ataelewa. Msomaji isome. Soma hiyo. Hii system hii. Soma tusikie. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mungu anasema na anamuonyesha Yohana. Yohana wa Patmo anaonyeshwa. Ama unafikia ni mchezo wa karubadika iko hapo. Mungu aliona tu aandike tu hivyo mnyama. Haina maana yoyote. Yohana anasema nikaona katika vision mnyama akitoka wapi? Akitoka wapi? Unasema? Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Nikaona mnyama akitoka katika bahari. Ndio. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Ana majina ya kumtukana Mungu. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Twende. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Alafu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Twende. Yule joka. Yule nani? Joka. Yule nani? Joka. Yule nani? Joka. Aha. Akampa nguvu zake. Na nini? Na kiti chake cha enzi. Na nini? Na uwezo mwingi. Alafu wewe ucheze. Ama nafikiri joka ni nyoka, unangojea ipite hapa. Joka ni shetani. Shetani amempea huyu uweza na nguvu na kiti cha enzi. Alafu wewe utaki kujua huyu ni nani, wakati shetani anamtumia huyu. Unakaa tu na asimu tu, na shetani anamtumia huyu. Unawekana kujua huyu ni nani anayetumiwa na shetani duniani. Sasa ukijua hii, unaona hapa kwa Mama Samia hapa Tanzania tunapoongea saa hii, kuna vijana wa hata wajulikani hesabu, wengine walizikwa wakiwa hai. Maana ulikuwa unapigwa risasi, kama hujakufa unachukuliwa ukiwa hai unazikwa. Maana hawakutaka hesabu. Kama hao vijana wakesoma habari hii, wangekuwa hai mpaka saa hii. Hata nyinyi nawaambia, unajua hapa saa hii nasikia watu wakisema 1 term, sijui 2 term, 1 term, sijui. Toka kwa hiyo vitu. Hiyo ni kasia. Toka. Hawa watu nakuambia, iwe ni Ruto, iwe ni Gachagua, iwe ni Raila,
Na wacha nikuambie, hawa watu sicheze na wao. Hawa ndio walimsimamisha Raila, na hawa ndio walikuwa wanasimamisha yeyote ambaye alikuwa anasimama kiti. Unaona Kibaki wakati alisimama, alafu Raila akasimama, wao ndio walisimamisha Raila, wao ndio walisapoti Raila, hao ndio walisapoti Kibaki, wanatengeneza kundi mbili, alafu wanawapiganisha nyinyi. Wakiwapiganisha nyinyi, alafu wanakuja wanajifanya Yesu, ndio wanakuja kuwapatanisha. Ama usikia kwamba hii Kenya nani alikuja kupatanisha Raila na Kibaki? Chunguza, alikuwa nani? Kofi Annan alikuwa wa Tanzania? Kofi Annan alikuwa wa Uganda? Kofi Annan alitumwa na Umoja wa Mataifa. Elewa. Kwa nini mkikuja kupatanishwa, si mlikuwa mmekatana vichwa huku baya sana? Mlikatana kwa nini? Ate Raila, ate Kibaki. Raila na Kibaki atakusaidia nini? Sahi, si sahi. Sahi, si Ruto, si ni wenyu. Niambieni. Ina maana hapa mnapita kwa carpet hapo? Ina maana sahi haukuli vile ulikuwa unakula? Hao ni watu wako ajenda zao. Wachaneni na wao. Wameshawekwa na system hizi. Wameshawekwa na system hizi. Wanafanyia kazi system hizi. Sikia nikwambie, kama hawajamalizana na Ruto, hata waukane watu wote, bado Ruto atabaki hapo, atakaa kwa hiyo kiti, na watu watakufa na risasi vile hujawaiona. Kama una akili yako, hata usikie sijui Ruto ameiba, ende ukalale kwa nyumba, kula ugali, lala. Sio kuja hapa kuandamana kwa barabara. Unaandamania huyu akuja akupea nini? Te haki na amepewa na shetani. Shetani atakupea haki ama atakuua. Ndio maana Biblia inasema tutaishi kwa imani. Huwezi kutegemea Ruto, teo serikali igilia. Ruto kama unataka urafiki na yeye, enda kwake. Ni baba ya watoto, ni mume wa mtu. Ukifika kwake, mrafiki wenyu mtakuwa naye hapo. Lakini akifika ameingia State House, usicheze na huyo mtu. Mimi nakwambia na kuonya mapema. Usicheze na huyo mtu. Huyo mtu akisema ng'oe, kila askari aliye na bunduki mkononi, hata awe ndugu yako, atakupiga risasi. Usiende. Ninawaambia na ninawaonya. Unajua hata hapa najua kuna watu wengi wananifuatilia. Tafadhali usiwahi enda barabara ati unaandamana sijui serikali. Wachana naye. Hawa watu wanacheza, wanataka uchumi itaabukaje, maana wanataka kuwatawala kwa nguvu kila wakati. Muwe watumwa wao. Mkikosa kuwa watumwa wao, lazima watafute binu. Ndio naona mtu anaitwa Gaddafi. Gaddafi, hakuna rais ambaye alikuwa kama Gaddafi. Gaddafi walimuua kwa sababu alikataa kuwa chini yao. Hata Kenya hii ikikataa kuwa chini ya hawa, nataka niwaambie matisho na mambo mengi ambayo mtaletewa mjawahi kuona. Tuache mambo ya siasa. Anafanya kazi. Sasa huyu ni nani? Ni nani huyu ambaye anafanya kazi ya shetani duniani? Mungu anasema ni ufalme unaotawala dunia saa hii, na ndio maana tunaambiwa ametoka baharini. Nisikie kitabu cha Isaya 17. Makanisa iwezi kuwasaidia saa hii. Unaona kanisa yenu. Kanisa iko hapa SDA. Mimi wacha nikwambie. Mimi SDA najua to Z. Hakuna kitu mwezi hapa. Nimekuwa hapo. Hakuna kitabu ya SDA. Wacha na SDA ambayo hawajasoma. Mimi vitabu nimevisoma. Hawa watu wakanyaga twende. Nimevisoma. Na kama kuna kanisa, wacha niwaambie. Kama kuna kanisa inaweza kuwapa suluhisho ya maisha, wachana kwenda mbinguni kwanza. Kama kuna kanisa ina suluhisho ya maisha haya, ni SDA. Hakuna ingine.
Lakini shida yao waliacha ukweli waliopewa, wakaenda kufuata takataka ya hawa. Ndio mimi nawaona hivi, hiyo system hiyo nasema ni liwalo. SDA ndio walikuwa wanafaa kutegemewa na dunia juu ya ugonjwa wa corona, tiba yake, na wako naye na wakaipata. Lakini walichukua watu siku ya Sabato wanaenda kudukwa shindano ya corona kwa kanisa ya SDA. Alafu akwambie nini? Siwadanganya hapa. Wewe unawezaje upeleke watu kwa kanisa alafu waletee shindano ya corona alafu wadukwe hapo kwa kanisa? Wadungwe. Wadungwe. Kama kuna watu ambao wako hapa ni wa SDA, waje waseme mimi ni muogo. SDA ndani ya kanisa watu hawakudugwa shindano ya corona, waje waniaibishe hapa mbele ya watu. Wakati dawa ya corona ilikuwa ni urogi na msharogwa. Kama wewe ulidugwa shindano ya corona, usharogwa. Enda polisi. Usharogwa. Na wale ambao wamesharogwa, ninakwambia ukitaka enda ufanye research yako. Sio kila kitu tu hiyo. Unalikana kufanya research. Ni wanaume wangapi na wanawake wangapi walikuwa na miaka 60 waliodugwa shindano ya corona, wenye habaye hamujazika? Mtapata bahati kama leo. Kuna watu ambao leo wataendelea kwenda hospitali kwa magonjwa yenye kama hawangedugwa shindano ya corona hawangepata. Lakini wewe kwa sababu umeweka nabii wa uongo hapo kwa nyumba na hitu anajua serikali imesema, serikali ni Mungu. Kila kitu serikali inasema unasema ndio. Unatakikana wewe sio chochote serikali inasema unasema ndio. Kuna ingine ya kusema hapana. Hapana. Hii sasa hatujadhibitisha hii. Hapana. Tuache hiyo. Lakini nakwambia hivi, mnyama huyu tunaambiwa ametoka baharini. Bahari ina maana gani? 17:12 Isaya. Uvumi wa watu wengi. Uvumi wa watu wengi. Wanavuma kama uvumi wa bahari. Wanavuma kama uvumi wa nini? Bahari. Kumbe bahari ni watu wengi. Kumbe bahari ni watu wengi. Na mnyama huyu ametoka baharini. Hao watu wengi endelea chini. Ngurumo ya mataifa. Ngurumo ya nini? Mataifa. Kumbe watu wengi ni watu wa mataifa. Kwa hivyo huyo hata kama aliduga shindano ya corona, aliduga Kenya au mataifa? Tunaona. Huyo anaongoza mataifa. Anaadhiri mataifa. Sio taifa moja. Na unao Mungu anamuongelea. Kwa sababu anaadhiri mataifa. Huyo ni nani? Msomaji? Mwalimu, soma Danieli 7 mstari wa 23. Akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Juu ya nini? Ya dunia. Sasa swali kwa watu wa Kamombo, dunia saa hii inatawaliwa na nani? Mataifa yanatawaliwa na nani? Ukisikia hivyo unaweka kwa akili. Ni nani mwenyekiti wa mataifa? Ni nani? Biblia inasema mwenyekiti wa mataifa ofisi yake itakuwa kanisa. Soma Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 3. Mtu yeyote mwenye anatawala mataifa si Ruto. Ruto ni rais wa Kenya na ako chini yake huyu. Twende. Mtu wa yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote.
kwa njia yoyote, maana haiji. Usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafanyaje? akavunuliwa yule mtu wa kuasi. Unaona Biblia vile inamuita mtu wa kuasi, lakini angalia ameitwa mnyama. Anageukaje? Anakuwa mtu. Kwa maana Biblia imesema ni ufalme. Kuna ufalme ambaye mnyama anatawala. Si ufalme mwenye anatawala, si ni mfalme. Kwa hivyo ni mtu. Biblia inasema mtu wa kuasi. Yule mpingamizi, mwana wa uharibifu, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Kumbe yeye akitawala, anatawala akiitwa jina la nani? La Mungu. Jina la nani? La Mungu. Kwa hivyo yule ambaye ni mwenyekiti wa mataifa yote anaitwa jina la Mungu. Jina gani? 17:11 Yohana Injili. Wala mimi simo tena ulimwenguni. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Lakini hawa wamo ulimwenguni. Nami naja kwako. Nani? Baba Mtakatifu. Ati nani? Baba Mtakatifu. Twende. Kwa jina lako ulilonipa. Kumbe Yesu alipewa na Baba Mtakatifu. Jina gani? Jina lake. Jina gani? Jina lake Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu. Na watu wanasema sauti ni mbaya. Wacha nisikie. 1 2. One, two. Sasa tunaambiwa ni mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Kwa hivyo yule ambaye anatawala mataifa, jina lenye anatumia ni jina ambalo Mungu anaitwa. Mungu anaitwaje? Baba